الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. leo tutaingia katika silsila hii ya Qisasul Anbiya kumweleza nabiyun min ulil azmi al-khamsa huwa Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Tutamweleza mtume Ibrahim abul anbiya ambaye ni miongoni mwa mitume watano katika ulil azmi. Ibrahim baba yake alikuwa akiitwa Tarikh au kwa maarufu alijulikana kwa jina la Azar. Wasummiya Azar liannahu kana yuaziru qaumahu, na kaitwa Azar baba yake kwa sababu ya kuwasaidia wale waliokuwa pamoja naye katika life. Ibrahim alichipukia kuwa mcha Mungu na kusafishwa na ibada chafu ya kuabudu masanamu, pamoja na kwamba baba yake alikuwa mmoja katika watu wanaoyatengeza masanamu ambayo walikuwa kiitakidi watu wa hapo kama miungu yao. Kisa cha Ibrahim kimetajwa katika Qur'anul Karim katika sehemu 73 katika sura 25. Kwa hiyo tutakuta kwamba ni idadi kubwa miongoni mwa visa ambavyo Mwenyezi Mungu kavisimulia vya mitume wake, idadi kubwa ambayo inafuata idadi ya Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kana Ibrahimu fi shamali al-Iraq fi makanin au fi qaryatin au fi baladin yusamma Babil. Ibrahim alikuwa akiishi katika north ya Iraq, katika nchi au mji unaoitwa Babil ambao ni maarufu mpaka leo Babil. Mji huu intashara fihi ibadatul asnam, watu walianza kuabudia masanamu kama kawaida na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa ibada kuu ni ibada ya kuabudia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Basi na baba yake Ibrahim vile vile alikuwa miongoni mwa watu wenye kuyaabudu masanamu. Katika suratu Maryam aya ya 40 au aya ya 41, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Mara nyingi sana da'wa inataka ianze nyumbani, na sio da'wa tu, kila kitu kizuri kinataka kuanza nyumbani kwanza kabla haikijafika katika mlango wa mtu mwingine. Ndio Waingereza wanasema charity begins at home. Msaada uanze nyumbani kwanza, ihsani ianze nyumbani kwanza, na da'wa ianze nyumbani kwanza. Usitoke kwanza kuwaambia watu aqimu salah wakati mke wako nyumbani hataki kusali, mke wako nyumbani hataki kufunga, baba yako nyumbani ndo hivyo hivyo. Anza nyumbani kwanza kuwafanyia da'wa watu wa nyumbani, baadaye toka ukawafanyie na wengine wanaohusu. Kwa Ibrahim anaanza nyumbani da'wa, anaambia ya abati, ewe baba yangu, lima ta'bud ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Mbona unaviabudu vitu ambavyo mwenyewe umevitengeza, vitu ambavyo la yasma, havisikii maombi unayotoa, wala yubsir, wala havioni, wala yughni anka shay'a, na wala havikutoshelezi na kitu chochote. Ya abati, ewe baba yangu, inni qad jaani min al-ilmi ma lam ya'tik, mimi nimepata elimu ambayo wewe haijakufikia.
nimepata mambo ambayo hunayo wewe, basi fattabi'ni, na kuomba nifuate, ahdika siratan sawiya, na kuahidi kukuongoza katika njia ya sawa biidhnillah. Ya abati, ewe baba, la ta'budi ash-shaytan, usimwabudu shetani, inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya, hakika shetani alimuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe leo unakwenda kumkumbatia na kumtii shetani huyu ambaye kamkufuru Mola azza wa jal. Ya abati, ewe baba yangu mpenzi, inni akhafu, hakika mimi naogopa, an yamassaka adhabu min arrahman, isije ikakukuta adhabu kesho kutoka kwa Mwenyezi Mungu, fatakuna lishaitani waliya, utakuwa rafiki wa shetani siku ya kiyama, kwa kuwa umemkataa Mwenyezi Mungu, umemkubali shetani. Hapa tunasoma kitu gani katika aya hizi, ndugu wa Islam? Ibrahim ni mu'min, Ibrahim ni nabii, baba ni kafir, mulhid, mushrik, lakini pamoja na ushirikina alokuwa baba yake anao, abadan haikuwa kwa Ibrahim kumtuhumu, kumkosea adabu au kumtukana baba yake, bali alikwenda kwa maneno mazuri. Hapa inaelekea kufundisha Uislamu vipi watu wakae na wazazi wao. Kilima alichokitumia ya abati, ewe baba yangu mpenzi, ilikuwa inatosha tu aseme ya abi, ewe baba, lakini neno ya abati ndani yake kuna mapenzi, ndani yake kuna ule utoto wa kumpenda baba yake, manake heshima kubwa anampa, na anaonesha kwamba limemuumiza mno jambo la yeye baba kuabudu masanamu na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kumtii shetani. Lakini pamoja na hayo yote, baba akajibu, akamwambia, qala, baba yake akasema, araghibun anta an alihatina ya Ibrahim, hivi wewe hii miungu yetu tunayoitukuza na kunyenyekea wewe unaipinga? Hivi wewe umeipa mgongo miungu hii ambayo sisi ndo imetupa kila kilichokuwa katika ulimwengu na kutubarikia katika maisha, wewe ndo unaipinga miungu hii? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, umeipinga miungu yangu ewe Ibrahim? La illam tantahi, usipokoma kuisema vibaya miungu yetu kwamba hati haifai, haisikii, haisemi, hainufaishi, la illam tantahi, usipokoma kuyasema hayo, la arjumannaka, nitakupopoa kwa mawe, wahjurni maliya, na usikae kwangu, toka, nenda zako, nihame, tena kilomita nyingi mno. Qala Ibrahim akasema, salamun alaik, salam, amani, saastaghfiru laka rabbi, mimi nitakuombea msamaha kwa Mola wangu, wewe umepotea. Innahu kana bihafia, upotevu wako huo mimi nitarudi kwa Mungu wangu, kwa kuwa mimi sikosi kitu kwa Allah. Nitarudi nikuombee msamaha na istighfar, Mungu akusamee. Sasa je, kweli alimuombea msamaha baadaye? Qur'ani inajibu, inasema hayakuwa mauidi ya Ibrahim, ahadi alomwahidi baba yake kwamba atamuombea msamaha, ila alimpa kidogo njia ya kutaka arudi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min, alipoona kwamba huyu ni adui wa Mungu, asi tena akamwepuka. Haikufika tena kumwombea msamaha kama alivyoahidi. Alimwahidi kidogo kumpa imani na kumpa ile manake ilmah kwamba kuna njia tena ya kurudi kwa Mungu baada ya mja kupotea. Lakini alipobainikia kwamba ni adui wa Mungu asosikia lolote, tabarra'a min. Qala salamun alayka saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wama tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya, na mimi ninajitenga nanyi sasa, nyie na vile mnavyoviabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Wa ad'u rabbi, na mimi nalingania kwa Mola wangu tu. Asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya,
abadan siwi muovu kwa kumuomba Mungu. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نبي إبراهيم ikabidi ahame katika mji ule, lakini kabla ya kuhama kwake na yani kujitenga nao watu hawa, aliahidi kwamba lazima atawafanyia njia ambayo itawapa mwangaza kwamba ibada hii ni ibada isiyofaa. Nifanye nini sasa? La budda an ahdima al-asnam. Kwa kuwaokoa watu hawa na shirki, lazim niyavunje masanamu haya. Ibrahim akaahidi kufanya hivyo. Lakini lini atayavunja masanamu wakati yana security ya hali ya juu ndani ya nyumba ya ibada? Akasubiri siku watu watatoka kwenda kufanya starehe zao na kusherehekea sikukuu zao. Basi Ibrahim akaona hii ndio itakuwa chance yangu ya kuingia katika nyumba ya ibada, niwafanyie miungu wao hawa wabandia kile ambacho kitawarejesha nyuma na kuwaonesha kwamba hawa si miungu. Katika suratul Anbiya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Ibrahim anaahidi kuwafanyia ubaya masanamu, anaahidi kuwaonesha njia ya sawa. Anaambia sikilizeni, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, ni vitu gani hivi mnavyovisujudia na kuviomba? Wale wakajibu, qalu wajadna abaana laha abidin, sisi tunafuata, huu ni mwendo wa baba zetu, tumewapata baba zetu, hawa ndo miungu wao na sisi tuko nyuma yao, tunafuata vile walivyokwenda baba zetu. Qalu, Ibrahim akawaambia, laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin, nyie na hao baba zenu nyote mko katika upotevu kwa kuabudia miungu hii ambayo ni miungu batili. Qalu wajitana bilhaqqi am anta min al-la'ibin, wa Ibrahim mtoto mdogo tu wewe umechipukia unatukataza kuabudia ibada ambayo baba zetu walikuwa kiabudia ibada hii, miungu hawa unacheza na sisi wewe? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard, bali Mungu wenu ni yule aliyeumba mbingu na ardhi, alladhi fatarahun, rabbukum rabbus samawati, ni mlezi wa viumbe vyote vilo mbinguni na ardhini, muumba wa mbingu na ardhi. Wa ana ala dhalikum min ash-shahidin, na mimi ni miongoni mwa watu wenye kushuhudia katika mambo haya. Watallahi, na nakuapieni na apa kwa Mwenyezi Mungu, la akidanna asnamakum, tawafanyia kitu masanamu wenu, baada an tuwallu mudbirin, baada nyie kuondoka mkapa mgongo kidogo tu, mkipotea step kidogo tu, masanamu wenu hawa watakiona cha mtema kuni. Basi siku watu walikuwa wanatoka, Ibrahim alipofuatwa, bwana ala takhruja maana, mbona hutoki nasi twende tukasherehekee? Qala inni saqim, kaambia leo naumwa, sina nafasi ya kutoka, mgonjwa. Kadhaba Ibrahim, hapa kasema uongo Nabii Ibrahim, lakini kwa maslaha. Uongo huu ni uongo ambao ataujutia Ibrahim siku ya kiyama, pamoja na kwamba ni uongo mubah, uongo uliokuwa umepewa ruhusa katika dini, uongo ambao hauna madhara ndani yake, lakini uongo. Angalia juu ya uongo huu mpaka naye atajuta kwa kuwa kasema hivi.
mie mgonjwa wakati sikuwa mgonjwa. Angalia watu tunaosema uongo, tena wa kweli, uongo mbaya, tena tukawa hatuna wasiwasi wowote katika nafsi zetu. Ibrahim anasema inni saqim, mie mgonjwa. Basi Sayyiduna Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, walipoondoka watu, moja kwa moja akachukua shoka akaingia katika nyumba ya ibada ile. Anaona chakula kimewekwa mbele ya masanamu yale, anaingia, anatikisa kichwa chake, anawauliza masanamu, hadha taamun wa sharab, chakula hiki ndicho, maji haya mbele yenu, ala taakulun, mbona hamli? Anauliza masanamu kwa istiza, mbona hamnywi chakula hiki? Na wale watu walikuwa kitengeza vyakula vyao wanavileta mbele yao, eti wanavibarikia miungu wao, alafu wao wanakuja wanachukua wanakula. Basi akaanza kuchukua shoka ile, kipigo kikaanzia pale. Mwenyezi Mungu anasema faja'alahum judhadhan, akawafanya wote vipande vipande kwa kuwavunja vunja masanamu wote vipande chini ya ardhi. Illa kabiran lahum, akaliacha sanamu kubwa lilokuwa lile kubwa kabisa ambalo ndio walikuwa wakimfanya ndio Mungu wao mkubwa, akaliacha salama bila kulivunja. La'allahum ilayhi yarji'un, ili wakirudi wapate kuliuliza sanamu lile kubwa, vipi hao wenzako, mbona wote vipande vipande chini? Sasa kama atapata jibu, wenyewe waone ubaya wa hivi vitu na manufaa yake na faida kwao nini. Watu wamerudi kutoka katika kusherehekea sikukuu zao huko. Moja kwa moja wakitoka huko, moja kwa moja wanaingia katika nyumba zao za ibada kuwashukuru miungu wao kwa kuwa wamesherehekea salama na kurudi salama. Lakini walipoingia ndani ya nyumba ya ibada tu, walichokikuta hawakuamini macho yao. Iraban iraban, mapande mapande masanamu yote chini ya ardhi. Qalu man fa'ala hadha, ikawauliza sasa, nani aliyofanya haya bialihatina, kuwafanyia miungu wetu? Innahu la min adh-dhalimin, ama huyo mtu dhalimu mkubwa, nani aliyofanya haya kuwafanyia miungu wetu? Pale pale walipokuwa naulizana, qalu, baadhi yao wakasema, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tulimsikia kijana mmoja hapa akiwataja kwa ubaya miungu wetu, jina lake Ibrahim. Huyo kijana alisema, inaonyesha kwamba aliposema Ibrahim wakati huo, tallahi la akidanna asnamakum, alisema wazi wazi mbele yao. Sasa sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tulimsikia akiwataja, lazima atakuwa yeye. Qalu fa'tu bihi ala a'yuni nnas, tafuteni, mkamateni, mleteni mbele ya watu wote, ili tumtie adabu ambayo kila mmoja atashuhudia, na baada ya kushuhudia watu watapata funzo kutokana na hivi tutakavyomfanya Ibrahim. Hawatokosewa adabu tena miungu wetu atakutukuzwa katika nchi. Kwa hiyo mleteni. Akaletwa Ibrahim ala a'yuni nnas, mbele ya watu wote, la'allahum yashhadun, watu wote washuhudia anavyofanya Ibrahim. Qalu, ikaanza muhakama sasa, wakamleta mbele yao Ibrahim, a anta fa'alta hadha, je wewe ndo ulolifanya hili bialihatina, kuwafanyia miungu wetu ya Ibrahim? Ibrahim akaona simple question kwake, jawabu lake ni sahlun maisur, wewe ndo uliyofanya haya Ibrahim, tunakuuliza. Qala bal fa'alahu kabiruhu, misi alofanya hivi, alofanya hivi wote ni huyu mkubwa wao hapa. Hadha fasalu, huyu hapa ndiye. Na Ibrahim alipovunja masanamu yote, shoka alilolitumia kwa kuvunja masanamu yale aliliweka katika bega la sanamu kubwa aloliacha bila kulivunja, ishara kwamba wakija waliulize sanamu lile lilokuwa na shoka katika kifua chake na katika bega lake. Sasa hapa nawaambia, fa'alahu kabiruhum hadha, bali alofanya haya ni mkubwa wao, huyu sanamu mkubwa huyu ndio aliyofanya. Kavunja wenzake, muulizeni kwa nini kuwavunja wenzako, wamekukera nini waungu wadogo hawa? Fasaluhum, waulizeni, in kanu yantiqun, kama watakujibuni kitu. Watu wakatizamana machoni, kijana anasema kweli,
Na ilivyo ndivyo, mbona sasa hivi tunaliona shoka liko katika bega lake? Ina maana yeye kawavunja miungu wenzake, alafu sasa hivi shoka kapumzika kidogo kaliega katika bega lake. Sasa tumuulizeni kweli, kipi kilichokukera? Mbona umewavunja wenzako? Faraja'u ila anfusihim, lakini wakarudi katika nafsi zao na vichwa vyao, wakaona ukweli lakini hawakufuata. Wakasemaje? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Jamani, mnajua, wewe unajua kwamba hawa hawazungumzi, hawasemi, hawa masanamu haya. Wewe Ibrahim unatuambia tuwaulize hawa, wewe unajua kwamba hawasemi hawa. Ibrahim anasema kama hawasemi itakuwaje Mungu bubu hasemi huyo? Kama hawasikii itakuwaje Mungu kiziwe hasikii huyo? Sasa mkiomba nyie atakusikilizeni vipi dua zenu? Na atatoa vipi amri kukuamrisheni Mungu huyo na kubariki vyakula vyenu na maisha yenu? Na mnajua kwamba hawasemi. Vipi nyie watu hamrudi katika akili sahihi? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Basi mtaviabudu vipi vitu ambavyo havikunufaisheni nyie na kitu chochote, wala havikudhuruni na kitu chochote? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Mwisho nauliza, hamna akili? Mnaabudia vitu ambavyo mnakiri katika akili zenu hasa kwamba havina manufaa yoyote. Wale wakasema la, lazima tukutie adabu. Qalu, wakasema harriquhu, kama teni tumchome moto. wansuru alihatakum. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kama teni mchomeni moto ili mpate kuchukua kisasi kwa miungu wenu ambavyo wamefanyiwa. Kama mnataka kufanya kitu cha kuwatia adabu watu kama hawa, fanyeni hivyo. Kuni zikatafutwa, zikakusanywa tena na tena, zikawa kama mlima kwa ukubwa wake. Moto ukakokwa, ukawashwa, ukawaka moto mkali. Ma marra tayrun alaiha illa saqata fiha, hata ndege akipita juu yake anaanguka kwa joto lake kali. Moto mkubwa. Yuko wapi Ibrahim? Wakamchukua Ibrahim, hawakumtupa wakiwa karibu na moto kwa kuwa joto lake kali. Wakasimama mbali, wakatumia ala maalum kumchukua Ibrahim na kumtupa katikati ya moto ule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malaika wanapiga kelele, ya Rabb, mu'minun wahidun ala wajhi al-ard, mu'min wa pekee katika mgongo wa ardhi. Ibrahim leo anachomwa na moto. Mja wako huyo ambaye ni muwahidun leo wanamuunguza kwa moto. Mwenyezi Mungu anawaambia malaika wake, nyie tulieni tu. Ibrahim mwenyewe anajua atafanya nini. Basi katika hadith, Ibrahim alipokuwa yuko hewani sasa anatupwa, anapelekwa katika moto ule, akasema maneno hayo ni yepi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, anayenitosha mimi ni Mwenyezi Mungu tu, na neema ya mwenye kutegemewa ni Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anajua atakachokifanya hapa. Basi maneno yale alipoyasema tu, qulna ya naru, Mwenyezi Mungu anasema tukaunadia moto sasa, ya naru, ewe moto, kuni bardan, kuwa baridi. Kuwa baridi, usiwe moto kuwa baridi. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mambo yake Mwenyezi Mungu akitaka, hana haja ya mikutano, hana haja ya msaada wowote, hana haja ya pesa, hana haja ya chochote. Anasema tu kama kitu anataka kiwe, atasema kuwa, na kitu kile kinakuwa. Sasa moto anawaambia kuni bardan, moto kuwa baridi, usiye moto. Wasalaman, na sio baridi tu, na salama kabisa, ala Ibrahim, kwa mtume Ibrahim. Mufassiri al-Qur'ani wanasema moto ukaitikia na ukawa baridi kuanzia pale, na laitani kwamba Mungu asingesema wasalaman latajammada Ibrahimu biburudati. Mwenyezi Mungu angemjalia Ibrahim angekauka kwa baridi ya moto ule, kana kwamba ni wale watu wenye kuiti katika yale mantika ya Eskimo. Ibrahim angekauka kwa baridi kama watu wa Russia kule na baridi zao, lakini Mwenyezi Mungu sema wasalaman,
baridi hiyo iwe salama tena ala Ibrahim, kwa Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin, na walitaka vitimbi kwa ajili ya Ibrahim kumtesa, lakini tukawajalia wote wakapata hasara. Ibrahim ameanguka ndani ya moto ule, moto umekuwa salama juu yake, umeunguza kamba alizokuwa kafungwa nazo tu, alquyud alhibal allati allaqu biha Ibrahim alkhalil, kamba tu zilizofungwa miguuni na mikononi ndizo zilizounguzwa na moto, lakini Ibrahimu mwenyewe akawa salama ndani ya moto ule. Tutizame katika kipindi kitakachokuja vipi Ibrahim atakavotoka katika moto huu na hali itakayofuata baada ya hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.